بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1442 بإذن الله تعالى، ونسأله التوفيق والسداد. tutaanza kusoma risala fupi iliyo na faida nyingi ndani yake, الرقية الشرعية للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. na hii risala pamoja na kuwa ameandika kwa kifupi, lakini amezungumza mambo muhimu sana ambayo Muislamu ahitajika kuyafahamu katika suala zima la ruqya. Pamoja na kuwa wanawavyuoni wengi wameandika katika suala hili, wanafunzi wakitaka ziada katika kuyafahamu yanayofungamana na jambo hili, basi atarejelea. Kwa hapa tusoma kiasi tu na baadhi ya shurut na adab zinazofungamana na ruqya, lakini si kwa upana, ni nubdha tu ndogo kiasi. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. مقدمة. utangulizi wa risala hii yasema: لا شك أن الإنسان في هذه الحياة عرضة للأخطار والأمراض والحوادث. jambo ambalo hakuna mwenye shaka nalo, kuwa mwanadamu katika uhai huu wa dunia kuna mambo mingi yaweza kumpata wakati wote, tena mengine ya hatari, maradhi, ajali, mitihani aina mbalimbali. Na ndivyo dunia ilivyo, ni nyumba ya kuonjwa, ibtila na mitihani. Starehe ambayo haina mtihani wa aina yote ndani yake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii dunia mwanadamu ataonjwa vile atakavyokuwa. Hakuna atakayeishi katika ulimwengu bila mitihani. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. مدام ameumbwa atakumbana na shida na mitihani, atapambana na masaibu ya dunia na mazito ya akhira, mpaka kufika katika pepo ya Allah. Mtu amepita mitihani mikubwa sana njiani. Na hata wale ambao watakaa hapa duniani na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wasidhani wataishi hivi hivi, bali wao wako katika mitihani mikubwa zaidi. Afadhali walioamini Allah awapa utulivu katika nyoyo zao, wakijua kuna akhira. Kwa subra yao Allah atawalipa. ama kufar
waishi na dhiki ya dunia na bado kuna dhiki ya milele ya akhira, wal'iyadhu billah. قال ومع ذلك لا يصيبه منها إلا ما كتبه الله عليه. lakini tufahamuni, pamoja na kuwa mwanadamu ameumbwa atakumbana na mambo mazito katika huu ulimwengu na shida, lakini halimpati jambo lolote katika huu ulimwengu isipokuwa lile ambalo Allah tayari amemwandikia. وقد تخطئه بعض الأخطار بالأسباب التالية. na huenda baadhi ya hatari zikamkosa kwa sababu zinazofuata. Bimaana kuna asbab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka, zikipatikana ili hatari yaweza kumwepuka mwanadamu. ya kwanza, lutfullahi biibadihi wa rahmatuhu iyyahu wa fadluhu alayhi. rehma ya Allah kwa mja wake na fadla za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake na upole Allah anaomfanyia mja wake. Kwa rehma zake huenda akamwepusha na janga, sababu amrehemu yule mja wake. Na hii rahma ili kuipata pia Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea nini? Asbab. ukizifanya hizo asbab Allah subhanahu wa ta'ala atakurehemu. ثانيا حفظ العبد لربه فيحفظه الله تعالى. احفظ الله يحفظك، أي حفظ حدود الله، kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. mja kumuhifadhi Mola wake maana yake ni kuhifadhi mipaka aliyowekewa na Mola wake. Hili ameharamishiwa akajiepusha nalo, hili ameamrishwa akalitekeleza, hili amekatazwa akakaa mbali nalo. Kwa yule anayechunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamuhifadhi mja wake kama yule. kadhalika التعرف على الله في الرخاء بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فيعرفه الله في الشدة. kujitambulisha kwa Mola wako wakati uko katika hali ya kawaida na raha na utulivu, ukawa watekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujua na kukutambua wakati wa shida kwa kukuepusha na nini? Na zile shida zinazokupata. fi alhadith ta'arraf ila Allah fi arrakha ya'rifka fi ashidda. ta'arraf ila Allah fi arrakha, na hii ni katika kila jambo. tazama hata katika mawasim ya khairi. Kwa mfano mwezi wa Ramadhani waja, wengi katika watu hupanga katika mwezi wa Ramadhani kuwa mimi nitasoma kadha wa kadha katika Qur'an, nitaswali kadha wa kadha katika qiyamul layl, ajipangia kabisa zile ibada. Lakini mwaka mzima hasomi Qur'ani wala hafanyi qiyamul layl wala hafanyi ibada. Ikifika Ramadhani ndio atakajifungue kabisa katika ibada, pamoja na kuwa Muislamu ahimizwa ajipinde kabisa katika ibada katika mausimu wa khairi. Lakini hadha la yu'an, atakosa i'ana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kule nyuma hajajibidisha katika ibada, nafsi yake ikaizoea ile ibada. ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Hili ni katika kila mambo ya khairi. Jipinde katika kufanya ibada ili Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie katika kuzidisha ibada wakati ambapo unahitaji. Na sasa hivi tukabiliwa na masiku 10 bora kabisa ambayo hayatatokea mfano wake katika kila mwaka, yatokea mfano masiku ya 10.
ambao ni masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Yatakikana Muislamu ajipinde sana katika ibada kama vile anavyofanya katika al-ashr al-awakhir ya Ramadhani. Fanye bidii sana katika ibada. Sasa kuanzia sasa, ikiwa wapanga kuwa mimi nitakuwa nikisoma juzu 3-4 katika Qur'an, anza sasa basi, ili ujitayarishe kwa ajili ya masiku hayo. Usisubiri yakafika masiku yale ikawa utashindwa kuzifanya zile ibada kwa sababu nafsi yako haijazoea. Nafsi yahitaji uzoefu. قال رابعا التقرب إلى الله تعالى بالصدقات فإن الصدقة تدفع البلاء بإذن الله تعالى. kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kutoa sadaqat, kutoa kwa wingi sadaka. Na hapa ikitajwa sadaqa, si lazima iwe ni kitu kingi ukaona sadaka ikubaliwi mpaka iwe shilingi 100 ama shilingi 1000. Allah subhanahu wa ta'ala hatizami ule wingi wa ile sadaka yako. Kile kinachotizamwa ni ikhlas iliyoko katika moyo wako. Yawezekana kuwa ulichokitoa ni kidogo sana, lakini kwa ikhlas yako kikawa ni bora kuliko ile alitoa kingi riaa na sum'atan. Kwa sababu hata ukatoa kingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala si chochote, lakini iangalie nia yako ikoje. Nia yako wakati wewe unapoitoa ile sadaka, kwa mtu asidharau ile sadaka anayoitoa kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha. Ikiwa wewe waweza kutoa katika sadaka chupa ya maji pia, lakini si sadaka. Umeweza kutoa katika sadaka chakula, ukatoa sadaka. Umeweza kutoa katika sadaka pesa, basi huna mpaka kutabasamu pia ushindwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sadaka mtu kutabasamu katika uso wa ndugu yake Muislamu, sadaka hii. Kwa mlango wa sadaka ni mpana kuliko vile watu wanavyofikiria. Katika kuleta tasbih sadaqa, tahmid ni sadaqa, takbir ni sadaqa, tahlil ni sadaqa. Yale aliyoyataja Mtume sallallahu kuwa ni sadaqa hizi, basi pupia katika kuyafanya uhisabike kuwa wewe umetoa nini? Sadaqa. Kujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kutoa sadaka, kwani sadaka humuhifadhi mja kutokamana na balaa biidhnillah ta'ala. Kwa idhni ya Allah humuhifadhi mja kutokamana na balaa. خامسا الإكثار من الأوراد والأذكار المستمدة من الكتاب والسنة. kukithirisha nyuradi na adhkar, lakini hizi adhkar ziwe zimetokamana na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si nyuradi za kutunga wirdi sijui wa fulani, wirdi wa fulani, wirdi wa fulani abakie nao fulani. Sisi tunataka uradi wa nani? Wa Mtume sallam aliyotufundisha, vile alivyotufundisha Mtume sallam. Na kama una uradi wako wewe, basi ule uradi wako unaoshikamana nao uwe hautoki nje ya mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika nyuradi muhimu adhkaru sabah wal masa, adhkaru an-nawm, kadhalika kukithirisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwekee kwa siku kiwango cha Qur'an ambacho utakisoma, la takhrum, usiwache, usipunguze, bali ukiweza zidisha. Ujiwekee kuwa mimi kwa siku nitasoma juzu 2, juzu 3. Uwe wawadhib katika hili jambo, katika miongoni mwa sababu za kumuhifadhi mja kutokamana na balaa. سادسا الالتجاء إلى الله
والتعلق به واعتقاد أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأن النفع والضر بيد الله تعالى وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. jambo la sita, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wako kufungamana na Allah azza wa jalla, ukaitakidi kuwa hakuna anayeweza kumnyima yule ambaye Allah amempa. Allah akimfungulia mja wake hakuna anayeweza kuzuilia. ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kwa Allah akifungua rehema zake kwa mja wake hakuna anayeweza kuzuia, na akizuia hakuna anayeweza kuzifikisha. Kwa hivyo hakuna anayeweza kukupa wewe kile ambacho Allah amezuia kisikufikie, wala hakuna anayeweza kukunyima wewe kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ataka kukufikishia. Wajua haya yaweza kuwa maneno tu watu wazungumza hivi, lakini kuyatabikisha katika maisha yako ni jambo gumu sana. Waweza kusomesha sasa hivi ukasoma wewe ukaanza kuambia wajua anayedhuru na kunufaisha Allah peke yake, lakini ukapatwa na mtihani mdogo tu, mara huyo wamuona yuateleza mtu kana kwamba si yeye aliyezungumza haya maneno. Hili jambo lazima uliitakidi ndani ya moyo wako na liwe katika maisha yako kuwa manufaa na madhara yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kuwa huu umma lau kama watakusanyika wote ili wakudhuru wewe, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika katika madhara. Kikupate kitakupata, na kinyume chake pia hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa manufaa ambayo Allah ametaka yakupate atakupata. Asipotaka hakuna anayeweza kufanya chochote. Hili jambo ukilitakidi kikweli ndani ya moyo wako, wallahi utapata utulivu wa moyo wa ajabu sana. Utapata utulivu wa moyo sana, hakuna mtu atakubabaisha. Sababu sasa hivi sisi tuishi katika bia ambazo zina watu wa ajabu ajabu kweli, na haswa mimi ili nitalielekeza zaidi katika upande wa walinganizi. Waweza kumwona mtu eti aogopa kuwakataza watu bid'a kwa sababu watu fulani watakasirika, alafu sijui itakuwaje. Sasa itakuwaje alafu wakasirika wale, mtakosa jambo fulani mtakosa. Yani wewe hujui kuwa anayetoa na anayenyima ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa wakumridhisha yupi? Yule anayetoa. Ama binadamu kama wewe, hata akagawiwa katika dunia kiasi gani, tuseme amefunguliwa akitakacho kiko katika vidole vyake, asema tufanyeni hivi waletewa, fanyeni hivi waletewa, inshallah amefunguliwa kiasi hicho. wewe hukumbuki hadithi ya Mtume sallam, lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha. Sasa ikiwa hii dunia mbele ya Allah si sawa na ubawa mmoja tu wa mbu, hawagawie hawa watu wa dunia huo ubawa wa mbu, wewe utabaki na kiasi gani? Na kila mmoja atapata kiasi gani? Si chochote shekhi. Lakini wengi katika watu wa madhaifu kwa sababu ya hii itikadi kwa mtu yoisoma tuweza kutoa hadithi kwenye khutba ya Ijumaa, wa'lam anna al-umma, wafuata. Ama ukitikiswa tu kidogo hivi waogopa watu, yule atasema alafu itakuwaje bwana? Hatukwambii uwe jeuri, masala ya kuwa jeuri ni kitu kingine, na masala ya kuwa mdhaifu katika mambo ya haki ni kitu kingine. Waogopa. Kuna mmoja asema
Usalafi kitu gani? Usalafi huko Saudia na Yemen. Hapa kwetu mahurafi ndio wengi bwana. Kileta usalafi hapo utafika wapi hapo? Ndaa tupu. Wallahi mimi namsikia mmoja azungumza hivyo. Sema ndaa tupu usalafi. Salafi bwana atakuwa salafi wewe nenda za kusaudia kule. Ndio utaangaliwa vizuri. Hii masala kumbe ni dunia. Yani watu wafanya da'wa kama ni dunia yani. Allahu almusta'an alayhi tuklan. Moyo wako ufunganishe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hao wanaozungumza hivi, waweza kumwona mtu azungumza hivyo apata taabu yeye mwenyewe katika kuitafuta riziki ile, haoni kama yupata taabu. Mtu yotoka huku yokimbia kule, yotoka huku akimbia kule, kutoka huku akimbia kule, kutoka huku akimbia kule, ana shughuli kama 5-6 hivi za mshughulisha. Yeye ni mshonaji kofia, yeye ni maalim, yeye yuuza mboga, yeye yufanya madili kwenye sijui vitu gani, yeye yuko sijui huku. Mtu mmoja huyu afanya vitu vyote hivyo. Alafu bado mtu kama huyu aliye anandaye. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekujaza shughuli katika mikono yako, kisha akaweka ufakiri hapa mbele yako. Ja'ala al-faqra baina 'ainayk. Allah kujalia wewe ufakiri kwenye macho yako hivi, unaona ufakiri tu. Kwa nini? Kwa sababu hii aqida usipokuwa nayo, chunga sana. Wengi watikiswa kwa sababu ya hii itikadi hawana. Waweza kusema lakini mimi naamini. Kusema waamini ni kitu kingine, lakini kutabikisha ni kitu kingine. Sasa tabikisha sasa tukuone. Umefika mahali sasa lazima uonyeshe msimamo wa kisawasawa. Kuna watu jificha tunaona mtu washindwa, huyu ni mtu wa sunna ama ni mtu wa yani mudhabdhabina baina dhalika, la ilaha ulai wala ilaha ula. Lau kama atasimamishwa mahali ataambiwa wewe uko na nani? Siko na wale wala siko na wale, mimi niko kivyangu. Sijui mafahamu yani. Aona nikisema niko na wale nitaingia kwenye matatizo, nikisema niko na hawa nitaingia kwenye matatizo. Sasa acha mimi nijitoe, wenzake mtu aweza kuwageuka hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu achelea, kuna maslaha pengine fulani atayakosa kwa yule aliyemuuliza uko wapi. Haya, lakini sisi tuamini kuwa manufaa na madhara katika mkono wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hata ukabakia mmoja tu na una uswa kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, yule ambaye ameujalia moto uwe wachoma ni yule aliyemuokoa Ibrahim kutoka katika moto akaufanya bardan wa salaman. Silikuwa wataka kumdhuru wale, wakamtupa Ibrahim ndani ya moto, sio? Ulimdhuru kwa sababu yule anayemiliki madhara hajataka. Kwa haukumdhuru, hajataka ile lifanyike, katoka salama kabisa, hakusikia hata ule umoto pia, bardan wa salama. Sasa huu ni mfano mmoja katika mifano mizuri ya kuonyesha kuwa anayemiliki madhara na anayemiliki manfaa ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. فهذا كله من أسباب الطمأنينة النفسية والسلامة والآفات والأخطار. zote hizi ni katika sababu za mtu kupata utulivu wa nafsi na usalama kutokamana na maafa na hatari. فإذا وقع البلاء على العبد فيشرع له الأخذ بأسباب زواله. Na ikiwa balaa itampata mja, mtihani umempata mja, basi pia aruhusiwa kisheria kuchukua asbab ambazo zitamuondolea ile madhara. Fama anzala Allahu da'an illa wa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hajateremsha Allah subhanahu wa ta'ala maradhi isipokuwa uteremsha pamoja na yale maradhi dawa. Lakini ile dawa waijua wanaoijua na wasioijua hawaijui. Kuna maradhi
wakati wa nyuma huko yalikuwa ni maradhi yanayoua wengi katika watu. Kisha baadaye watu wakaja wakavumbua dawa, ikawa kumbe dawa yenyewe ni kitu kidogo tu, pengine labda tembe 2-3 hivi akizila yule mtu basi ashapoa yale maradhi, lakini huko nyuma alikuwa akiua watu kweli kweli. Sasa kule kutojua ile dawa, basi hujajaliwa kuijua wewe. Ajua anayejua na asiyejua hajui, lakini haimaanishi kuwa kuna maradhi ambayo hayana dawa. Na watu wasema maradhi fulani hayana dawa, sema hatujui dawa yake. Lakini kwa hayana dawa, yanayo dawa. Hata maradhi ya kisukari, sijui saratani, afana Allah wa iyakum, maradhi sijui ya ukimwi, sijui maradhi gani, hakuna maradhi ambayo hayana dawa, isipokuwa hatujui sisi dawa yake nini. Allahu a'lam. Pengine baadaye wakazuka watu wakasema hii dawa yake ni kitu fulani, kumbe ukila karoti tu hapo walikuwa hujui, iko mbele ya macho yako ulikuwa hujui. Mfano, si umpatwa na maradhi gani, ilikuwa hii ule mboga ya mchicha na wewe ulikuwa hata hutaki kuiona mboga ya mchicha, mfano tu, na ikawa ndawa. Mangapi wamevumbua katika maradhi madawa yake, baadaye wakaona ni kitu kidogo tu. قال وأهم الأسباب لإزالة كثير من البلاء, miongoni mwa sababu muhimu sana inaondoa balaa nyingi, arruqyatu shar'iyya, ni zunguo la kisheria. فما هو تعريف الرقية وصفتها وشروطها وأدلتها من الكتاب والسنة، وما هي القواعد والضوابط الشرعية للرقية؟ بس هي رقية نيني، sifa yake iko vipi, masharti yake ni yapi, dalili zake ni zipi katika Qur'an na Sunna, na ni yapi misingi na vidhibiti vya kisheria vya hili zunguo. Hayo ndio atakayoyazungumza, haya maswala aliyouliza hapa ndio atakayoyaeleza inshallah taala kwa hii risala. Kwa inshallah taala kuanzia kesho tutakuwa tuzungumzia jawabu ya moja baada nyingine katika maswali. Ruqya nini, sifa yake iko vipi kwa dalili za Qur'an na Sunna, na mengineo hatakuja kuzungumzia polepole inshallah tukiwa tusoma hii risala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.